Awamu ya pili ya wimbi la 86 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4, ulipizaji kisasi dhidi ya maeneo ya viwanda ya adui. Idara ya uhusiano wa umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu imetoa taarifa ikitangaza kuwa jeshi hilo limetekeleza awamu ya pili ya wimbi la 86 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4 dhidi ya kitongoji cha viwanda cha Neot Hovav huko Beersheba, kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina na Israeli. Katika wimbi la 86 la operesheni Ahadi ya Kweli ya 4, kikosi cha anga cha jeshi la IRGC kimeshambulia kitongoji cha viwanda cha Neot Hovav huko Beersheba, kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, kwa mifumo ya makombora balistiki, ikiwa ni katika kujibu vikali mashambulizi ya kinyama ya muhimili wa Marekani, Uzayuni dhidi ya maeneo ya viwanda ya Iran, na katika kuendelea kutoa kipigo kwa sekta viwanda ya vibaraka wa Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Umeme wa eneo hilo ulizima kikamilifu baada ya milipuko kadhaa mfululizo. Aidha, vituo vya kijeshi vya utawala wa Kizayuni wa Israeli katika jangwa la Negev, kamandi na jeshi la utawala huo katika eneo la kaskazini, na vituo vya usalama huko Quds inayokaliwa kwa mabavu na Tel Aviv vimeshambuliwa kwa makombora balistiki na drone za Iran. Vile kamanda wa jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amewaonya wa Marekani akisema, mara tu manuari ya kubeba ndege ya Abraham Lincoln itakapokaribia eneo letu la ulengaji shabaha, tutalipiza kisasi cha damu ya mashahidi wa manuari ya Dena kwa kurusha aina mbalimbali ya makombora kutoka pwani hadi baharini. Admiral Shahiram Iran, kamanda wa jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, amewaambia askari wa vitengo vya makombora, ndege zisizo na rubani na ulinzi wa anga za jeshi hilo kwamba awali na kupitia hatua kadhaa za operesheni za makombora za jeshi la wanamaji dhidi ya manuari ya Abraham Lincoln, meli hii na nyingine ya kivita zililengwa na wahalifu hao wa Kimarekani wakaingiwa na hofu kubwa ya kushambuliwa na makombora yetu, ambapo walilazimika kuhamahama na kuihamishia manuari hii umbali wa mamia ya maili kutoka maji ya Iran. Ameongeza, ikiwa meli hii itaingia ndani ya eneo la shabaha ya makombora yetu, tutalipiza kisasi kwa kurusha aina mbalimbali za makombora ya kutoka pwani hadi bahari katika pwani ya Makran, huku akiashiria kimya cha CENTCOM kuhusu mashambulizi na uharibifu uliofanywa na majeshi ya Iran dhidi ya vitengo vya wanamaji wa Marekani vilivyopo katika eneo. Admiral Iran amesema maeneo yote ya harakati za manuari ya Abraham Lincoln na maombi yake kwa nchi za eneo kwa ajili ya kupewa huduma na mahitaji mengine ya msaada yanafuatiliwa kwa karibu na kwa umakini na vikosi vya Iran. Amesema mashariki mwa lango bahari la Hormuz na bahari ya Oman, ambao unachukuliwa kuwa mwanzo wa kuingia katika lango bahari la Hormuz na Ghuba ya Uajemi, uko chini ya udhibiti kamili wa jeshi la wanamaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na tunasubiria wakati wa kulipiza kisasi dhidi yenu. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameshukuru na kuthamini misimamo ya misingi ya wanazuoni wakuu wa kidini na wananchi wa Iraq. Kwa mujibu wa Paris Today, Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameshukuru na kuwapongeza wanazuoni wakuu wa kidini na wananchi wa Iraq kwa misimamo yao ya wazi dhidi ya uvamizi na uchokozi wa maadui wa Iran. Awali, ofisi ya marja mkuu huyo wa Iraq ililaani kwa maneno makali vita vya kieneo dhidi ya Iran na kuwataka Waislamu wote na watu huru duniani kuvilaani na kuonyesha mshikamano na mataifa madhulumu ya Iran na Lebanon. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Chris Murphy, senator wa chama cha Democratic nchini Marekani, amesema kuwa uongo wa Rais Donald Trump wa nchi hiyo kwamba anafanya mazungumzo na Iran unatoa ujumbe kwa Teheran kwamba amekwama kwenye kinamasi na amezongwa na mashinikizo. Chris Murphy amechapisha tena matamshi ya Jimmy Himes, mjumbe wa ngazi ya juu wa kundi la intelijensia katika bunge la wawakilishi la Marekani, ambaye amesema kuwa Trump anasema uongo waziwazi kuhusu mazungumzo ya kisiasa na Iran, na kuandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii kwamba uongo huo umetuma ujumbe muhimu sana kwa Iran kwamba Trump amekwama na amezingirwa. Seneta huyo mdemokrati ameongeza kuwa kitendo hiki kinadhihirisha utendaji mbaya wa rais wa nchi katika uga wa usalama wa taifa wa Marekani. Gazeti la New York Times pia limeandika uwezo wa makombora wa Iran bado upo, na wakati huo huo gazeti hilo limeandika kuwa kinyume na madai ya mara kwa mara ya jeshi la Marekani na Trump mwenyewe, uwezo wa makombora wa Iran haujapungua na Iran ingali na uwezo wa kufanya mashambulizi. Kelly Gregor, mtafiti wa ngazi ya juu wa kituo cha Stimson huko Washington, ameliambia gazeti la New York Times kwamba zipo ishara kwamba hatukabiliani na upande uliofeli, bali tunakabiliana na Iran ambayo inasababisha hasara kubwa ili kusogeza mbele strategia yake. Irani ilipokea pendekezo kutoka Marekani la kufanya mazungumzo kupitia Pakistan na wapatanishi wengine. Hata hivyo, hakukuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, anasema Jumatatu.
Hatukufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Kulikuwa na ombi la mazungumzo yenye seti ya mapendekezo kutoka Marekani na yaliwasilishwa kwetu kupitia baadhi ya wapatanishi, ikiwa ni pamoja na Pakistan, mwanadiplomasia huyo alisema. Richards iliripoti wiki iliyopita kinukuu chanzo chake kwamba Pakistan ilikuwa imetuma kwa Iran pendekezo kutoka Marekani ili kutatua mzozo huo. Vilevile hakuna sababu ya kuamini kwamba Iran inapanga kufungua vita dhidi ya NATO au kuwachokoza wanachama wa kambi hiyo kwa njia yoyote, waziri wa ulinzi wa Romania Radu Miruta anasema. Vilevile inaelezwa kwamba hakuna sababu ya kuamini kwamba Iran inapanga kufungua vita dhidi ya NATO au kuwachokoza wanachama wa kambi hiyo kwa njia yoyote, waziri wa ulinzi wa Romania Radu Miruta anasema. Iran haina nia ya kuchokoza NATO. Wako katika hali ya mapambano ya silaha na Marekani na Israeli, ambayo pia yanahusisha nchi za Kiarabu za eneo hilo, lakini hakuna dalili kwamba wanapanga kufungua vita na NATO. Waziri huyo aliongeza kwamba aliona uwezekano wa shambulio la Iran dhidi ya Romania kuwa mdogo. Miruta pia anaamini kwamba Marekani hadi sasa haijaweza kufikia malengo yote ya operesheni yake dhidi ya Iran. Vilevile Israeli itaendelea kushambulia eneo la Iran kwa nguvu ile ile bila kujali jinsi Washington na Tehran zinavyokaribia kufanya mazungumzo kuhusu suluhu ya amani, Richards inaripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na shirika hilo, viongozi wa Israeli kwa sasa wanaamini ni muhimu kusababisha uharibifu mkubwa zaidi katika miundombinu ya kijeshi ya Iran. Kwa hivyo Israeli haina nia kupunguza mashambulizi yake dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, hata huku kukiwa na ripoti za maandalizi yanayowezekana ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwenye mahojiano na kituo cha television cha Israeli C14 kwamba Marekani ina uwezo wa kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na tayari inashiriki kwenye kutekeleza hili. Ndio, hakika tayari inafanyika, alisema akijibu swali kuhusu kama Marekani ina uwezo wa kuanzisha udhibiti wa mlango bahari. Zaidi ya hayo, alipokuwa akijibu swali kuhusu kiwango cha uratibu na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuhusu mazungumzo na Iran, alisema kwamba uratibu uko karibu sana. Tuna uhusiano mzuri na Netanyahu, hauwezi kuwa bora zaidi, aliongeza. Vilevile, uhasama kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran unaweza kugeuka kuwa vita vya tatu vya dunia ikiwa ongezeko hilo litaendelea. Mwanauchumi mashuhuri wa Marekani na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu katika chuo kikuu cha Columbia, New York, Profesa Jeffrey Sachs anasema. Kulingana na Sachs, vita vitaisha ikiwa tu chukizo la kimataifa dhidi ya uchokozi wa Marekani na Israeli litazilazimisha nchi hizi kusimama. Isipokuwa hivyo, kuna uwezekano mkubwa wa kuona Mashariki ya Kati ikiwaka moto na dunia ikiwa katika mgogoro wa nishati na kiuchumi ambao haujawahi kutokea katika historia ya kisiasa. Vita vinaweza kugeuka kwa urahisi kuwa mzozo wa kimataifa na kuwa vita vya tatu vya dunia, mtaalamu huyo alisema. Iran imetangaza kwamba imekamilisha wimbi lake la 87 la operesheni ya kweli ya 4, likifanya mashambulizi kwenye vituo vya Israeli na kambi za Marekani huko Bahrain, Iraq na Saudi Arabia, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimesema. Vilevile, katika siku mbili zilizopita, jeshi la anga la Israeli limeshambulia takriban vituo 40 vya uzalishaji wa silaha ndani na karibu na Teheran, vyombo vya habari vya jeshi la ulinzi la Israeli IDF vinaripoti. Wakati wa mashambulizi haya, zaidi ya mabomu 80 yalirushwa kwenye maeneo ya uzalishaji wa silaha za Iran, IDF iliripoti. Malengo hayo yalijumuisha eneo ambalo makombora ya kupambana na ndege ya masafa marefu yalikusanywa, kituo cha utengenezaji wa vipengele vya makombora ya kupambana na vifaru na ndege, na eneo la uzalishaji na utafiti na maendeleo ya injini za makombora ballistic. Mwisho wa kuanukuu. Shukran kwa Babe wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.